usijali. Bikira Lecho, Bikira Lecho, I love you. Mama, mimi Jacobo nakupenda sana. Oh, Bikira Lecho, Bikira Lecho, I love you. Mama. Dada zangu Lecho pamoja na Lea, mimi nafikiri siku ya leo ni tofauti sana. Kwa sababu gani ni tofauti? It's your birthday. Kwa hiyo ndio maana nikaamua niwalete hapa before muweze kusherehekea na marafiki zenu, maana kuna kitu ambacho nimeandaa cha kuambia. Sasa mtajiuliza ni kitu gani? Wazazi waliondoka wakiniachia nyinyi ni wadogo sana. Mimi nimewalea kwa uchungu mkubwa sana. Kwa hiyo sikupenda mpatwe na tatizo lolote mkiwa bado ni wachanga. Sasa hivi ni watu wazima, mnajielewa? Mnaruhusiwa kuanzisha mahusiano yenu. Mumejipangaje kwa ajili ya kujiandalia sasa kuanzisha familia zenu? Kaka, about marriage tumejipanga vizuri kabisa. Tumeangalia couples wenye wako sawa. Tumejifunza, tumesoma vitabu. Sasa ndoa ikifika si tuko sawa, tumejitayarisha na Mungu pia ametusaidia, tumemjulisha. Nice Lea. Na Lecho? Kaka, tunakushukuru. Pongezi kwa maadili mema ambayo umetulea nayo na discipline ambayo umetupea. Kama vile sister yangu amesema hapa Lea, tumejitayarisha ya kutosha. Nice. Nimefurahi sana. Lecho, nina swali na Lea nina swali. Hivi nyinyi mbona mimi niliwalea katika maadili mazuri, tabia, mienendo, ushauri, bado nyinyi ni mabikra ama kuna mchezo mbaya mmeshaufanya? Kwa sababu gani? Kuna kitu nimekipanga kukifanya. Msije mkaniharibia mission yangu ikiwa mmeshacheza mchezo wowote, mniambie. Yes. Naanza na Lecho. Bado wewe ni bikra au ikoje? Kaka, mimi bado ni bikra, sijatembea na mtu yoyote. Nice Lecho. Na Lea vipi? Sijawahi ingia kwa uhusiano yoyote. Uko bikra bado, si ndio? Wow. Hebu jipigieni makofi. Wow. Karibu sana mtangazaji, karibu. Asante. Karibu sana sister. Asante sana. Mtangazaji kutoka media gani? Sam TV. Wow. Oh, kwani hawajakuwekea chai kwa kikombe? Hapana, lakini hakuna shida. Oh. Just welcome. Yeah, thank you so much. Yes, have a cup of tea. Thank you. Yes. Karibu mtangazaji. Asante. Kwa majina naitwa Happy Liver. Ni kaka ya Lecho Endelea. Na nafikiri mengi kuhusu hawa wanawake nimekueleza. Na unaweza ukaanza kazi yako. Uwatangazie watu zile habari ambazo tumeziongelea. Okay, asante sana. Mimi ni Samia Nuru. Yes. Karibu sana kwa TV yetu ni Sam TV. Wow. Ambapo nilisikia kama kuna matangazo unahitaji kutangaza. Ni kweli. Nikasema acha nishike hii kazi. Yes. Na asante kwa kutuamini, Yeah. kwa kuamini TV yetu. Yeah. Mungu akubariki. Karibu sana wapendwa watazamaji. Leo niko na Mr. Happy River ambaye ndiye yule alitangaza ya kwamba ako na mabinti wawili na ni mapacha, tena wako bikra kabisa, hawajafunguliwa, wamejitunza vizuri. Leo naenda kuongea na kaka yao. Yeye ndiye alitangaza ya kwamba anataka mtu wa kuwaoa, lakini hakuomba mahali, hataki pesa yoyote. Kitu anataka ni kumtumikia miaka 5 ukichunga ng'ombe, mbuzi na kondoo huko porini bila kulipwa. Wanaume mtatoboa. So karibu sana Mr. Happy River. So swali yangu ya kwanza ni, una uhakika kwamba hao mabinti ni bikra kweli 100%? Asilimia kubwa sana naamini Lecho Endelea ni mabikra. Kwa sababu mimi mwenyewe wamenihakikishia na daktari ametoa majibu
Kwa hiyo wanaume wasijiogope, wanaweza wakaanza harakati za kujiandikisha na kuweza kutumikia hiyo gharama kwa wale ambao wanahitaji kuoa katika familia yangu. Happy River anatuhakikishia kabisa kwamba alionana na daktari akapima hao mabinti hadi saa hii wangali kwa package hawajafunguliwa. Sasa msijiogope kujiandikisha, msijiogope kupenda umoja wao. Ni Rachel and Leah na wangali mabikra kabisa. So Happy River, niko na swali ya pili. Kwa nini umeamua kuweka hiyo miaka 5? Usingeomba pesa, usingeomba mali ya fulani aidha milioni 10 ama milioni 2, lakini ukaamua kuweka hicho kifungo cha miaka 5? Sio kifungo ni kulipa gharama. Kwa sababu gani? Kwanza, wanawake wengi wamepoteza thamani yao wenyewe. Huwezi ukalipia gharama kwa mwanamke ambaye yuko barabarani uchi. Amevaa mavazi mafupi. Mwanamke hajithamini. Yeye mwenyewe amejivua thamani na utu. Ndiyo maana nakwambia hawa dada zangu, kulingana na malezi walioyapata kuanzia wakiwa wadogo, mimi nikawalea kwa maadili na malezi makubwa sana. Hivyo adabu walioipata na heshima, ndiyo hiyo gharama mwanaume anatakiwa alipe. Niko na swali hapo kabisa. Unasema kweli atamsamini kwa sababu atakuwa amemtesekea. Je, huyo mwanaume anatumika hiyo miaka 5? Ana sacrifice kabisa, anateseka, anavumilia hizo mambo zote tunamaliza kusema. Kisha ile siku anakutana na huyo binti, akakutana si bikra. Je, utamlipa kiasi gani? Utalipa gharama gani ya hiyo miaka yote 5? Kwa sababu siwezi kutumikia kama mimi siwezi kutumikia kitu miaka 5. Kisha nikifikisha miaka 5 naambia imekuwa hivi, imekuwa hivi. Itabidi unilipe hizo gharama. Okay. Sasa itakuwaje hapo? Kwanza niondoe hofu kabisa ya watu ambao wanatufuatilia na wanataka kutumikia hawa wanawake, kwamba bikra peke yake sio kigezo tosha cha mwanamke kuitwa mwanamke au kulinda ndoa. Kwa sababu kuna wanawake wengi waliolewa wakiwa na virginity, lakini baadaye ndoa zikawashinda. Wakavunja ndoa zao zikasambaratika. Kuna wanawake wengine wameolewa si virginity, hata wana watoto, lakini ndoa wakazitunza. Hivyo basi thamani ya mwanamke ni vizuri kwamba ameolewa akiwa na bikra, lakini hata kama hana hiyo bikra, haijalishi kwamba thamani yake imeshuka. Ndio maana nikakwambia kwamba hawa wanawake malezi walioyapata yanatosha, na hiyo virginity mimi naweza kusema ni nyongezo. Nitakuwa nimemuongeza huyo mwanaume aliyechunga ng'ombe miaka 5, nikanyongezo kwa sababu tulimchunga, mwingine asiguse. Kama unataka kujiandikisha, kuna namba hapo chini, ni namba ya kaka yao. Utamtafuta na mwambie mimi nataka Leah ama nataka Rachel. Kisha muongee venye mtaanza kufanya naye kazi hiyo miaka 5. Mnaona kama ni mabinti warembo, ni wazuri, na mnasikia kama wangali kwa package hawajafunguliwa kabisa. So karibu sana, Mungu awabariki, nawapenda sana. Tukutane kwa kipindi kijao. Niko tayari kucheza nayo mbaya sana. Hata wamenipea mbana hapo big time. Acha nichukue, nijue vile nda communicate nao, nijue vile ndapita na huu denge. Yaani dem mali safi. Dem akona dem anaoga kwa maziwa. Kuna venye inapita nayo manze. Hii ni yetu. Zetu. Wago hapo tunacheza nayo. Wewe wacha. Eti bikira. Kwani mnataka tuonekane sisi wabaya tu kutuia ubikira wetu? Unafanya tuonekane wabaya. Hebu ngoja nipigie rafiki yangu. Kate. Sasa niko poa na wewe? Sasa nimekupigia simu nikupe mshenee tena moto. Mimi nimepitia hivi kwa mtandao huko TikTok, atinapatana na atibikra, msichana anajiita bikra, kakake anatangaza huko ati mwenye atakayeoa madada zake ati ni bikra, jipange sawa. Na kaka yake pia kopo anatangaza ati mwanaume atakaye kaoa vile kamejichunga sijui lazima achunge miaka 5. Ni mkongwe ati yeye ni bikira. Sisi hapa ubikira wetu tushaupoteza. Wani sisi tukipoteza ubikira wetu, yeye alikuwa wapi? Alikuwa amejificha wapi? Ndio dadangu wewe, rafiki yangu huyu naye atakuja kufanya tuachike niaje. Mimi nimekachukia, nakwambia nimekachukia. Sasa hivi vile tunaongea hivi, nasikia tu nimejaa ngori. Nikikapata hata sijui.
Tebu ingia mtandaoni ukaangalia, tukipata ni ukweli ako nataka tukatafute, tukawinde, yani tukapate. Nataka tukageuze yani hivi kama vile unageuza chapo hivi. Ndio. Hebu fika hapo alafu niambie. Sasa hivi usisahau. Haya sawa. Eti binti Bikra. Nakuchukia, wacha nikwambie. Nakuchukia. Binti nakuchukia. Yani wewe nikija kukupata. Yani ukifanya nini kwanza niacho wewe. Mahali tutapatana. Hata nyasi haitawaimea. Manguo zangu zimejikunja kunja, sijapenda venye zinakaa. Siwamke unisaidie kukunja hizi manguo. Manguo zimekaa hapa tangu zifuliwe. Sasa ni wiki moja. Zinakaa venye zinataka. Wewe unasema kukunja manguo. Mimi nasikia siko sawa. Hauko poa? Kwa nini? Nasikia vibaya. Ni kukula umekula, kulala umelala, kwani shida iko wapi? Kuna kitu inanikula, sijui niseme ama nifanye aje. Kwani shida iko wapi? Ama unaumwa? Imagine niliambia kaka mimi ni virgin na mimi si virgin, sijui kutakuwa aje. Wewe si bikra. Huwezi sema hivyo. Haki mimi nasikia hapana. Wewe si bikra Lea. Na venye watu wamejiandikisha. Kwani hao watu wote wenye wamejiandikisha kutakuwa aje? Wataambia brother yetu nini? Yaani muda yote wewe unajua wewe si bikra na unakubali brother yangu apeleke matangazo huko. Na sasa Recho, mimi ningefanya aje? Ningeambia kaka ukweli eti mimi siko hivyo. Singemwambia tu ukweli. Mtu si anasemanga ukweli na mtoka. Sana hata nipiga kunimaliza. Naomba unilindie hii siri. Usije ukaambia kaka, nataka tu ibaki katikati yangu na wewe. Umesikia Recho? Sasa unataka nikutunzie siri aje? Hiyo ni siri ya kutunza kweli? Na huko nje watu wakijua kutakuwa aje? Tuseme umepata mwanaume ameenda na wewe. Alafu agundue wewe si bikra, kutakuwa aje? Mimi si uko hapo. Utanilindia? Hiyo utajua tu venye utamalizana na yeye. Mimi si muongo na siwezi kubali kudanganya. Umesikia historia? Umeona historia ya Bikra Rachel? Brabaki anamtafutia, umeona? Umesikia? Acha nikupe umbea sasa. Unaamini kwamba kama huyu ni Bikra kweli? Hapana, hiyo ni uongo. Hii ni kama ni content, nimeigiza wanajaribu kutuchelewesha hapa. Si ndio? Hii ni content wanatafuta. Hawa vile hawa. Kama ni pesa wanataka. Huyu brother yake ache kutupima ndio sister yake. Si ndio? Upendo wa kweli una kipimo chake. Uvumilivu na pia kukubali matokeo yote. Jacobo alipenda Lecho na kakubali kulipa gharama ya upendo wake. Je, Lecho naye itakuwaje jamani? Nauliza itakuwaje? Mama we. Karibuni sana. Mbona kwetu sasa? Lakini nilikuwa nimewamiss we. Simu yangu ilipotea. Sijapata kureplace simu ingine. Hata singeweza kuwapigia. Anyway, niwaandalie chakula gani? Niwaandalie chai, sarubati ama mtakula ugali? Hapana. Tuko tumekuja je chakula. Pia uko kwetu kunayo. Kabisa. Tulikuwa tumesimamaje kinyume tule kabisa. Hamtakula kwetu? Ai. Tuliona mtandaoni kwa brother yako aliposti ati nyinyi mabikira, so tumekuja kuconfirm kama ni ukweli ama. Si ni mabikira, mimi ni bikira. Mimi sijaifanya hiyo kitu, sijaiamua. Like mimi nilisema nitakaa hivyo mpaka ile wakati nitapata mume wangu aniweke kwa nyumba ndio tuweze kufurahia ndoa yetu. Nimekaa mpaka 25 years kama sijafanya hivyo na niko tu sawa. Like ujaienda aje? Unajua unanishangaza wewe msichana. Ujaienda aje? Sijaienda. Kwanza brother yangu ni mkali, umemwona? Sasa wewe unasema brother yako sasa si tu wewe unajua babangu, unamjua. Mimi babangu saa 10 yezi nipata nje.
Kama inanipata nje niende na huko nitafute kwa kwenda. Aya, mimi kama ni hiyo virginity yangu ilitoka kitambo nikiwa na miaka 15. Na ndo nilikuwa na chungu hadi nyumbani kulikuwa hadi na mapolisi Na kitu kingine, hiyo virginity si wewe unajiamulia ati unataka ama utaki. Watu wa nje ndo wanakuamulia. Kwa hivyo mimi sifai kujiamulia na mwili ni yangu. Siti niko na shida, mimi sina shida. Recho, nakupongeza sana. Tunza mama bikra yako. Usije ukadanganyika huku nje. Ni vizuri sana kuwa bikra kama hujaingia kwenye ndoa. Na nitasubiri mpaka hiyo wakati ufike ndio nitafungua kaseke. Mimi nasida vitu zangu. Ni wewe ama ni nani? Si mimi. Wewe sasa wewe Recho wewe. Venye nakuonanga hivi sio unataka kusema hivi bado. Rose, toa shape hapo. Toka. Sasa wewe nikuulize mimi shape yangu inakuja kuja ni nini nakuuliza? Kwendeni kwa kwanza nyinyi msai naona mnataka kuuliza. Keti chini. Sasa Bikra yake ya kujizia nini? Sasa penye imefika, mimi sizi amini. Mimi nitatuma brother wangu akwe wa kwanza. Recho, usiwasikize hawa. Mimi ni sawa tu, acha tu tuamini. Kwendeni huko hata nimeenda na sitakubali mpaka nimeona wewe enda peleka huko. Sina chaguo lingine ila ni wewe Recho pekee. Hata mvua inyeshe niko tayari kufa kwa ajili yako dada wangu bana. Yaje? Ofiti. Wewe sasa unanigotea aje? Alafu tena ucheki vile nimechoka hata. Ndio umetokeza wapi? Wewe ucheki vile hizo mang'ombe zimenikimbiza manzi. Iza jo man. Unajua ni morio wangu kutoka zamani bana. Unadhani kutumikia msichana hivi ni rahisi miaka 5? Hii ni mwaka ya kwanza nimemaliza, sasa hii nimebakisha 4. Bana, nule msichana bado. Kwani uko na habari ya hiyo story ama ni brother unakufa vibaya man. Wewe si unajua napenda huyo msichana. Kwa dunia yako wewe ndio unaona hivyo. Kwa dunia yangu mimi naona tofauti. Bana. Msichana miaka 5. Ni bro hata sioni kama ni kitu hapo. Yuko serious brother. Bana miaka 5. Na vile uko na vile umechoka hivi. Hata ukiniongeza zingine mbao, hata salasa. Ai. Si hata kuja kutafutia kandudhi. Unatumikia mwanamke miaka 5 brother. Na akikuacha sitapagawa. Yaani bro unanicheki mimi mbeleni yani kutumikia mdem nampenda manzi. Kumbe uchawi iko. Bro sasa sengi itanisaidia na nini? Wewe hakuna kitu tunasaidiana. Wewe ni umbwa sana basi. Wewe enda na huko wewe usisaidika. Acha za ovyo. Lena. Enda hata. Hakuna mimi tutapeleka. Asante sana kwa kujitoa pale ambapo tumefika na kupongeza sana. Asante kwa kuchagua njia ya Mungu, kwa sababu njia ukichagua ni njia poa. Nimeshukuru dadangu kwa kunielekeza. Tangu nianze kukuja kwa hili kanisa, nimeona mabadiliko katika maisha yangu. Kwanza nimebadilika kiimani, umenisaidia pia nimebadilika kitabia, na naona kuna roho inanielekeza, inaniambia hii mwenendo ambayo nimechagua ni njia nzuri. Asante kwa kuchagua njia ambayo iko sawa. Mara mingi tunaambiwa chagua njia yako, chagua njia sawa, aidha ya Mungu ama hiyo ingine, lakini wewe umefanya uamuzi mzuri sana ambayo itakusaidia maishani mwako. Acha mimi niende nyumbani. Sawa, tutabonga. Lea, after hii song inaendelea, nataka tuweke hii movie ya War Room. Hiyo movie inakuanga poa sana. Sana sana kwa watu wenye wanajitayarisha kuingia kwa ndoa kama sisi, inakuanga mzuri sana. Iko na mafundisho poa sana. Hebu nikuulizea, sasa hii mambo yako na yule Jacob iko aje? Huyo mtu alikubali tu kufanya kazi hizo miaka zote. Simumpunguzie miaka, akiwe jamaa si amejituma.
Miaka 5 kama mtu anachunga kondoo na mang'ombe. Aki nyinyi simkue tu na huruma. Nimsikilie huruma. Si ni alichagua. Sasa si uache afanye kazi yenye alichagua kufanya. Mambo ya mapenzi wachana nayo. Aki siongee na kaka ampunguzie tu miaka. Hebu kwanza nimpigie nimjulie hali. Hello. Mambo. Uko aje? Jebi nakupeleka aje? Uko poa? Okay, hiyo ni poa, hata sisi tuko salama, tunashukuru. Itaisha tu, usijali. Umesikia mang'ombe zinapiga bo na mwingine alifanya miezi 3, mwingine akafanya miezi 6. Oh my God! Mang'ombe na mambuzi zinalia hivyo. Jamaa amejitolea huyu. Hiyo ni noma zaidi. Alikuwa anakupenda kweli. Lingine ila ni wewe Lecho pekee. Hata mvua inyeshe niko tayari kufa kwa ajili yako darling. Niko huku polini nafanya kazi ya kaka yako miaka 5 ili niweze kukupata Lecho. Mvua na jua ni sehemu ya maisha yangu, usingizi sipati mpaka nikoe Lecho. Ila naamini Mungu yupo na atanisaidia. Tunza pendo wangu Lecho. Dale, nimefika hapa mimi sikuoni. Kwani uko side gani? Sikuoni akibeb. Na venye natamani kukuona. Ni kwenye nimefika naona tu manyasi. Sioni mtu hata moja. Si ukuje. Mimi natamani kukuona. Hadi nimejificha, sitaki mtu yote anione. Nimetoka kama hakuna mtu kwa nyumba. Kwenye ng'ombe zake ziko. Nimetafuta, nimejaribu kuangalia mimi mwenyewe sioni. Unajua ni mara ya kwanza nakuja huku. Hadi sijui ng'ombe za brother zinakuanga wapi. Niendelee mbele. Nisonge tu. Sasa nitasonga mpaka wapi? Mimi hadi nasikia nimechoka. Sawa. Masa nitakuua kuua sana. Sisi Sasa penye imefika, juu siwezi amini. Mimi nitatuma brother wangu akwe wa kwanza. Usirecho, usiwasikize hawa. Mimi ni sawa tu, acha tu tuamini. Hata nimeenda. Nafika kubani. Bikira Lecho, tafadhali usifanye hivyo, nakupenda Lecho. I love you Lecho. Bikira Lecho, tafadhali usifanye hivyo, nakupenda Lecho. Mimi nakupongeza kwa hizo miaka 5 ambayo tumekuwa na wewe, umekuwa ukichunga kwa kutumikia mwanamke. Ni kweli si kazi rahisi, umeonyesha ushujaa
na mimi nakupongeza. Manze, asante sana ndugu yangu manze. Haikuwa rahisi. Bro, haikuwa rahisi. Mimi nakushow, unajua kidogo ni dedi. Unakumbuka zile masimba zinatokanga na hii area? Wewe hebu imagine Kandama kangekuwa kamelost. Ningeambia nini ndugu ya Recho na vile napenda huyo dem. Na hiyo yote ni nguvu ya mapenzi. Unajua watu wengi alisema mimi nimechizi, zieti yeye nilirogwa na wachawi na sijui nini niliekewa wanaitanga kamoto ya usikii. Sasa unajiona uko sawa kweli? Bro, mimi siko sawa. Mimi niko best. Imagine nimepata denge mwenye ni bikra manze, ndakosaje kuwa sawa? Kweli mimi kwa hizo miaka 5 nimekuwa nikilipwa, nimejenga, nimenunua mashamba. Kwa hivyo mimi nimekuwa nikifanyia mshahara. Wewe umefanya hivyo kwa ajili ya mwanamke, mimi singeweza. Wewe ni mwanaume tofauti sana na wanaume wengine. Na kuombea bwana huyu mwanamke asikuje akucheat bwana siku hata moja. Kwanza nikupongeze sana Jacob. Wewe ni mwanaume. Nipe mkono wako. Shujaa wa mashujaa. Congratulations. Thank you. Yes. Jacob, wewe ni shujaa sana. Na kupongeza kwa sababu vijana wengi walishindwa kusacrifice maisha yao kwa ajili ya kumpata binti Lecho. Lakini wewe umekuwa moja wao. Zaidi ya vijana 100 sasa ambao walishindwa kupambania Lecho. Wewe ulijitokeza ukawa shujaa ukasema mimi niko tayari. Na kupongeza sana. Asante. Yes. Lakini nitakuomba huyo moyo wa ushujaa uliokuwa nao wa kuweza kutumika miaka 5 ili kumpata Lecho, hata na sasa hivi uweze kuwa nao. Maana kuna kitu nahitaji moyo wako ukipokee kwa sasa hivi. Okay. Na kama kitakuwa kizito, basi naomba uwe tayari kukibeba kama kilivyo. Jacob, nimeumia sana na kusikitika wakati nilisikia kwamba binti Lecho sio bikila mpaka sasa hivi. Nini? Pole Jacob. Come on. Jacob, tafadhali. Jacob. Unaniambia mboka miaka 5 bro. I'm sorry Jacob. Umenimaliza bro. Jacob. Miaka 5 napiga mboka alafu miaka 5 nimepiga mboka miaka 5. Ngine zai man. Kijana unanishika hivyo? Wewe, aiko kubanza mimi sio mjinga mwenzako. Jacob, how dare you touch me? Jacob. Zai, Lia. Mimi ni rafiki yako. Mimi ni mtani wako wa kunishika kama unavyotaka wewe. Zai, maybe. Me am the boss. The governor of the country. Wewe, usitanie na mimi. Maana unaweza kumkosa Lecho, hata pesa nisikupe hata malipo nisikulipe chochote, bali nikakuweka ndani. Huwezi kunishika hivyo wewe. Na sasa nataka uamue kati ya kupata Lecho mke wako ule mtumikia miaka 5 na kukupokeza pesa ya kila mwezi. Uhesabu miaka 5 nikupe pesa ile utumikia. Unachagua nini? Kwa napenda Rachel na nampenda. Iko kwa kuhusu do. Unachukua Rachel. Napenda huyo msichana. Okay. Sasa tulia upate msichana wako. Usiniguse mimi si rafiki yako. Miaka 25 amejitunza. Lakini mwisho dunia ikamubadilikia. Akapoteza biki lake kabla hajaishi na mume wake. Anaumia na yeye inamchoma moyoni. Hakupenda iwe hivyo. Ila naomba nikukumbusha kitu Jacob, labda itakusaidia. Mwanamke kupoteza bikira yake, aidha ametaka yeye ama hajataka, haijamaanisha kwamba thamani yake yote imeondoka. Mwanamke hata kama akazaa watoto 2, 3, 10, ikiwa ni mwanamke anajielewa na kujitambua, anaelewa thamani yake kama mwanamke, anaweza akasimama na Mungu na akatengeneza ndoa nzuri na thamani yake ikabaki pale pale. Sawa sawa. Na nitapenda ndoa yenu, Mungu aibariki sana. Lecho ni mwanamke mwenye heshima na kujithamini na kujitunza.
Ndiyo, bikira imeondoka, lakini nitahakikisha huyu mwanaume ameshikwa aliyefanya hilo tukio. Lecho, tafadhali zungumza chochote juu ya Jacob. Kaka, mimi nampongeza sana kwa kuwa amejitolea kufanya kazi hizo miaka zote. Amefanya kazi, amechomwa na jua, amenyeshewa na mvua, ameshinda usiku na mchana na njaa kwa sababu yangu mimi. Ingekuwa ni mwanamke yoyote angejivunia. Lakini kikwangu ninaweza feel hiyo pain yake, like mtu akiwa amevaa hicho kiatu najaribu kumfeel. But sasa mimi niko na uamuzi wangu. Kuna kitu moja nataka nikuambie. Sijui utaichukulia aje, but I don't care how you are going to take it. I don't care. Mimi tu ninasema kwa sababu inatoka kwa moyo wangu na mimi ndio najijua kulingana na malezi ambayo nimepewa na brother yangu. Huyu mwanaume jinsi ambavyo ninamuona sioni kama ananifit, like sioni, mimi simtaki. Mimi simtaki, like really? I don't want you. You are not my type. Rachel, really? Yeah. After everything I've been through. Lecho, unasema nini wewe? That is the decision that I've made and siwezi kuibadilisha. Mwanaume ameteseka miaka 5, Lecho unasema uko tayari kuolewa na yeye? Hello, Jacob. Akipenda mboni sana. Jacob nisamehe tu. Kwa penye umejituma kwa sababu yangu. Hadi ukaamua kufanya hiyo kazi mzito kwa sababu yangu. Akinisamehe tu tafadhali, please. Nimeamini dunia haina huruma, hivi kile nachoona ni ndoto au ni kweli? Nimeamini pia kuna kitu unaweza kufanya ili mtu asiye kupenda aweze kukupenda, hata kama utamjengea nyumba kwa sayari dunia nyingine tofauti na hii tunayoishi, bado kama hakupendi hataweza kukupenda. Ni vyema kulipa gharama ya upendo kwa mtu ambaye unajua kweli kama nakupenda, ila sio kulipa gharama ili upendwe. Jamani, nina maumivu makubwa moyoni, ila nimekubali matokeo, na kwa sababu nimejitolea mimi mwenyewe siwezi kumulaumu mtu yeyote, na sitolipiza kisasi au pesa yoyote, maana moyo uliopenda bado ninaona nitapenda tena. Nendapo nitamupata nayejali na kuthamini upendo wangu kwake. Bikira Lecho, tafadhali usifanye hivyo, nakupenda Lecho. I love you Lecho. Bikira Lecho, tafadhali usifanye hivyo, nakupenda Lecho. I love you Lecho. Asante Rachel kwa kunikataa, nimejifunza mengi, ila moyo wangu bado unakupenda na unakuhitaji. Asante Rachel kwa kunikataa.